Benki Kuu ya Kenya itafanyiwa marekebisho yatakayoipa uwezo zaidi wa kudhibiti sekta ya usimamizi wa mifumo ya kifedha ya nchi hii. Mswada wa marekebisho ya sheria ya Benki Kuu ya Kenya wa mwaka 2006 uliotiwa saini leo asubuhi na Rais William Ruto pia unaipa benki hiyo uwezo wa kudhibiti biashara ya vito vya thamani na fedha. Rais Ruto pia alisema sheria hiyo mpya imeleta marekebisho yanayokusudiwa kuimarisha uwezo wa Benki Kuu ya kulinda udhabiti wa kifedha wa nchi hii. Kulingana na taarifa kutoka Bunge la Kitaifa, marekebisho hayo yatatenganisha sera ya utekelezaji wa shughuli za ulipaji madeni ya kawaida katika Benki Kuu ya Kenya na usaidizi wa dharura unaotolewa na benki hiyo wakati wa matatizo ya kifedha ili kuhakikisha udhabiti wa kifedha wa nchi hii. Sheria inasema ingawa udhabiti wa kifedha ndilo jukumu kuu la benki hiyo, sheria hiyo mpya sasa inatambua jukumu linalotekelezwa na benki hiyo katika kuimarisha uadilifu na kuhakikisha mifumo ya kifedha ya nchi hii inatekelezwa vyema. Chini ya marekebisho hayo, usaidizi wa dharura wa kulipa madeni sasa utaweza kutolewa tu kwa benki zinazotimiza masharti makali ya uwezo wa kulipa madeni na kukabiliana na athari zingine, hitaji linalonuia kutenganisha usimamizi wa ulipaji wa madeni ya kawaida kutoka kwa hatua zisizo za kawaida za usaidizi nyakati za vipindi vya matatizo ya kifedha. Ili kuimarisha usimamizi, wateule wa wadhifa wa naibu gavana sasa watasailiwa na mmoja wao kuidhinishwa na Bunge la Kitaifa kabla ya uteuzi. Rais pia alitia saini mswada wa marekebisho ya sheria ya malipo ya kustaafu wa mwaka 2023 unaoleta marekebisho yanayotambua kikatiba malipo ya kustaafu ya wabunge na kuyatoa kwa wabunge wa Bunge la Kitaifa na walile la Seneti. Sheria hiyo mpya inatambua Bunge la Kitaifa na lile la Seneti katika usimamizi wa malipo ya kustaafu wa bunge, ya kuhakikisha maseneta pia wananufaika na malipo hayo kama wabunge. Kamchemenza, Darubini.